Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii jana Juma Lokole alikuwa akizungumza vitu vingi sana. Na moja kati ya kitu ambacho alikizungumza ni kuhusiana na wasanii wetu kuto kujali kazi za watu. Alimsema sana Wema Sepetu. Nadhani kipindi hicho cha Mamisi na nini na nyinyi ndio kipindi ambacho mlikuwa mna trendi sana. Pengine kwa nini wasanii huwa wanashindwa kujikita kwenye masuala ya kazi? Wanabaki kwenye ubrandi na kujiweka kwenye usanii, mwisho wa siku wanaishiwa kwenye kila kitu. Tukiangalia jana Juma alikuwa akimsema Wema Sepetu kuwa alipewa milioni 10 kwa ajili ya kwenda kushow up kwenye birthday ya mtu. Kwa hadhi ya Wema alifaa kushow up kwenye birthday kwa sababu alipewa pesa, ama ni kazi kama kazi nyingine alitakiwa aifanye akishamaliza arudi nyumbani, kwa sababu alikuwa ticket ya kwenda na kurudi, na bado pia kulikuwa kuna malipo ya milioni 10 alitakiwa alipwe. Kwa hili swala Tanzania, mimi kwa hapa naweza Tanzania ukionekana umeperform kwenye birthday unachekwa na ulimwengu wote wa Tanzania. Lakini sidhani kama mataifa mengine akiona atakucheka. Kenya hawezi wakakucheka. Uganda hawezi kukucheka. Rwanda, Burundi hawezi kukucheka. Umeelewa manangu? Mataifa mengine kwa sababu mitandao ya kijamii sasa hivi ni worldwide, ni dunia nzima. Wataona Ethiopia, Wema Sepetu, wataona watu Uingereza, wapi China, watu wataona. Nasema mataifa mengine wakiona msanii anaimba kwenye birthday, kwenye harusi, mataifa mengine hawezi, wananchi wa mataifa mengine hawezi kukucheka. Uko kazini. Sawa. Sababu wao wanajua chochote ni kazi. Ni kazi na umelipwa. Tanzania ukionekana umeimba kwenye basi, kwenye harusi, wewe huna kitu. Na ndio maana kama mnakumbuka kuna kipindi Wema Sepetu alianza kuwa na posti matangazo ya mganga wa kienyeji, unakumbuka? Alishambuliwa sana na akasema this is my page. Hii ni Instagram yangu na posti ninajojisikia. Sasa mlikuwa wakati anashambuliwa, mlikuwa mnajua huyo mganga wa kienyeji anamlipa shilingi ngapi Wema? Hatujui. Wenda alikuwa analipwa hela nzuri, lakini tu kumposti mganga wake Wema akafulia. Wema ana chochote, sasa hivi anaposti waganga. Tanzania tuna tofauti mkubwa sana. Hata jamii iliyotuzunguka inabidi kuishi nayo kwa akili sana. Mimi nimefanya show nyingi sana Uganda. Sawa. Hawa kina Chameleone hao kuimba kwenye birthday, kuimba kwenye mashule cha kawaida. Na ndio maana hata Kenya unakuta kabisa kuna kipindi wanafunzi wamemaliza mitihani wanataka kufunga shule, mwalimu wa michezo au chuo, waziri wa michezo wanajiorganize, wanawatangazia jamani, mnataka msanii gani aje, msanii fulani, huyu msanii wanataka shilingi ngapi, milioni 10. Wanafunzi wanaanza kuchanga kiingilio. Ikikamilika milioni 10 wanaenda kumlipa ule msanii, na kweli inapangwa tarehe iwe saa 4 asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, msanii anakuja. Nimezunguka sana kina Bebe kwa kina Chameleone. Tena sio nazo, yani kwenye msafara yao. Nimekaa hivi kwenye magari yao tunaenda. Kwenye mashule wanaenda Entebbe. Kwa maana si kwamba ati ulikuwa ukiona, ulikuwemo na wewe kwenye misafara. Nikiwa Uganda nakuwa na kina Chameleone, kina Bebe kwa kina Bobi Wine. Kwa hiyo nakuwa kwenye msafara, kwenye magari yao. Sio naona niko hotelini. Kwa maana unafikia nyumbani kwao kabisa. Na ndio maana huwa nikisema nafikia hotelini, ila wao waga wanakuja asubuhi tunatoka sasa. Ushaelewa? Unakuta anapiga show kwenye shule fulani, anambia Konki Master kesho nakuja ukupiki, tunaenda kuna saa 4 asubuhi natakiwa kwenye shule fulani. Na ndio maana wasanii wa Uganda kupiga show 5 kwa siku ni kitu cha kawaida, ndio maana wana make money. Kenya kupiga show 3 kwa siku ni jambo la kawaida. Sababu ya hizo shule na hizo show za mashule tofauti. Mwingine ukitoka show za mashule saa 2 usiku sana anakutaka kwenye birthday yake. Mwingine kwenye harusi usiku una show kubwa. Kwa hiyo show 4 kwa siku. Muulizeni AY kazunguka na mimi hizo sehemu. Ndio maana wana make pesa. Hapa Dar es Salaam msanii anakaa miezi 4 ana show Dar es Salaam hapa. Eti jiji la kibiashara. Hana maisha yoyote. Anajiposti tu mdadanda kusifia wenye hela. Uchawa. Lakini nenda Kenya pale wasanii wanapopiga show every weekend, wakina Nameless, wakina Nonini, wakina Jua Kali, wote wa kitambo, wakina Kidumu.
Sauti Sol wote kila siku weekend wana show. Kenya hivyo, Burundi, Rwanda hivyo, nani Uganda hivyo. Lakini hapa msanii miezi minne hana show. Ndio maana nikiongeaga kitu naongea. Huwezi ukakaa jiji la Dar es Salaam hili, jiji la kibiashara watu wanaingia na kutoka. Unakaa miezi mitatu minne. Huna show mpaka uende kama uende Geita Tarime. Sawa sawa. Shaelewa. So Juma Lokole alichokizungumza yuko sahihi. Okay. Mimi milioni 10 kwenye basi nitakuja kuimba. Kwa sababu ni kazi yangu. Na ndio maana unaweza ukakuta kuna watu wana pesa. Anakukodisha mwanamuziki uende tu kamwimbie yeye na familia yake. So umelipwa. Sasa. Gaddafi, mtoto wa Gaddafi alishaye kumchukua nani? Sio Liana, sio nani? Akaenda kufanya show kwenye Libya. Ilikuwa ni harusi kama sikose. Kuna harusi tena ya jamaa mmoja tajiri kibonge hivi India. Aliwachukua kina nani, sio akina nani, hela kibao. Na kina Rayvanny nao pia ushawahi kwenda India kwenye harusi. Yes. Hiyo ni kazi yako, watu wanataka burudani. Mimi naweza nikawa na pesa. Niko tu na mwanamke wangu na watoto. Tumeandaa sehemu, unakuja unaimba. Yes, lakini sasa Tanzania ukifanya hivyo, kaenda kuimba kwenye sebleni. Unajua Tanzania. Kaenda kuimba kwenye ukumbi. Sio ukumbi, sebleni, unatukana sebleni. Unajua Tanzania. Tanzania hata Leni sasa hivi uwe na mshikaji wa kiume mnatoka wote. Watu hawachelewi kusema Leni na ule jamani wapenzi. Uongo kweli? Okay, ni kweli. Uongo kweli? Lakini nenda Kenya, Uganda pale ni jambo la kawaida. Ukija sasa Tanzania wasanii wamelemazwa na vitu vya kipumbavu. Wewe ni blandi. Wewe ni blandi. Inabidi uishi hivi. Hiyo inakuua. Inakumaliza kisaikolojia. Ushaelewa vizuri? Wewe ni blandi, unakataa show ya harusi. Alafu umekaa miezi mitatu, huna kazi. Unakula blandi. Kuna watu wamelimbikizwa kwamba ukiwa na Instagram wewe ni tajiri. Kuna wasanii wangapi hapa ana followers milioni 5, milioni 3. Akiposti kaza anapelekewa Juma Lokole. Ushaelewa? Wewe una followers kwenye Instagram milioni 3. Unaposti umevaa suti, mjanana anataka hiyo suti yako. Tena umeazima hiyo suti. Yaani tena umeenda photoshoot kwa ajili ya kupigia picha. Unapigwa makeup kwenye photoshoot, unapost picha. Nani anataka? Unapiga picha huko kwenye hoteli, una chakula kizuri unapost. Huko kwenye swimming pool sio ya kwako, ya hoteli unapost. Nani anataka? Eti brand. Brand gani? Brand ya wapi? Sasa wewe Uma sasa hivi peleka followers wako milioni 3 kwa daktari. Bwana daktari nakupa followers milioni 1. Nitibie uone kama atapokea followers. Lala njaa. Naenda kwa mwenye duka na followers nataka nikugawie. Hakuna. Kwa hiyo alichokizungumza Juma Lokole kwamba hilo tatizo mindset kwamba mimi ni brand. Kama kuna pesa fanya popote kwa muda wote eneo lolote. Ili mradi uingize pesa. Uingize pesa. Sawa sawa. Ili mradi kama ni mwanamuziki wa kuimba usimbe kwenye muziki wa ovyo. Yaani kwamba maiki zinakata muziki ulie vizuri. Make sure unalipwa pesa. Mtume meneja wako akakague hiyo sound iko poa, sababu mwanamuziki kuimba vizuri lazima sound iwe nzuri. Mwanamuziki kufanya show nzuri lazima jukwaa liwe nzuri. Zingatia hivyo vitu viwili. Stage nzuri, sound nzuri, chukua pesa, weka kwenye account. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo hakuna sasa mnakaa hapa Dar es Salaam miezi 6. Huna kazi, huna chochote. Unaendelea kujisifia mimi brand na feature brand yangu. Yes, ndio haya mambo unadaiwa. Mimi ni brand alafu unashindwa kulipa chips. Brand imefanya watu washindwe kulipa F8. Ni aibu hiyo. Aibu. Ni aibu sana. Na pengine labda kuna watu walikuwa wakimtetea. Hilo swala kama hilo la chips leli. Sasa Abdukiba mpaka anatoka na kisu. Leni si unajua wachoma chips? Wana visu vingi pale. Sasa huyu ana akili kweli. Angechoma visu vingi. Lile junia la chips ile wanakaga vijana karibu 5. Wanamenya wana visu. Huyu wa kukata kuku ule na nini? Tena sio kisu. Ana bonge la kisu. Kwa vile vikubwa vile. Tena unakuta wako 3 wako pale, huyu anakata. Bado wana mafuta ya moto. Wangekubabua uso wa Abdukiba kwa 8,000 wewe.
Hata huyo demu aliyekosa 8,000 angekupenda kweli wakati umebabuka. Mwanamke naye anakosaje 8,000? Mwanamke unashindwa kutembea hata na 5,000 kwenye simu yako. Demu haya makwasu haya. Aibu kubwa sana. Wewe mwanamke unaenda kwa mwanaume unazunguka naye hata 8,000 una. Beba hata 20,000 ya akiba. Eti. Wewe dada naye ni waibu. Hata ni wale wa Uswahili. Si ndio haya makwasu mademu ambayo ukikaa naye tu kwenye meza bia 2 nasikia njaa. Si unajuaga siku hizi. Bia 2 tunasikia njaa. Hapo mmekutana tu dada karibu nini unaitwa nani friend? Mhudumu msikize bia ya kwanza hapa inasikia njaa. Yana njaa muda wote. Baada ya njaa unamuuliza mbona unawaza sana simu yangu haina bando. Baada ya muda mbona unawaza sana watoto nyumbani. Kwa hiyo pala yani anakutesti mara hizi. Mbona una watoto nyumbani sasa nitafanya. Hapo sasa mmekutana sehemu ya starehe. Watoto nitafanyaje? Kwa sababu chagua moja. Utume pesa kwa watoto au umpe hela yeye aondoke naye. Sana kwambia na watoto nyumbani singomaza huyo. Sasa hapo nikikaa hapa si unajua watoto nyumbani hawana chakula hawana chochote. Na nitakiwa niende sehemu nikachukue pesa niwawai watoto niwapikie nyumbani. Hapo tayari kasha kujaza kwenye kuma. Sasa chagua moja. Unataka uwe naye au umpe pesa arushe. Sawa. Umeshaelewa? Sawa. Na hapo sasa ukishamaliza hilo, kesho anakuambia nawai marejesho. Asubuhi. Inabidi akiondoka umpe chochote kitu mkononi. Yes. Ushaelewa vizuri? Nakuelewa. Na hapo sasa ukishamaliza ukamwambia na marejesho kesho nakupa. Sasa baada hapo zinaanza kushuka bia. Alafu alipo mapumbavu. Haelewi yeye. Subiri, alipo mapumbavu linakunywaga loko bia kwa hela yake mtaani. Wakati umekaa naye kwenye meza anajifanya anakunywa bruto. Savana. Yaani unajua ugara yaangalia ukimsearch kwenye pochi. Simu kama ana simu imebanduka imepasuka kama kibaka aliyejeruhiwa. Hata kioo kipya hana hela, hana protector mpya. Ukicheki ana buku. Kwa ajili ya nauli. Kwa ajili ya nauli. Alafu kwenye meza anang'ang'ana na bruto. Anang'ang'ana na Savana ndio Tanzania. Na ndio maana mimi napendaga mademu wa Arusha. Mademu wa Arusha ni wapambanaji na wana kazi, wana pesa. Ukikana hivi kashusha nyagi. Sawa. Kashusha kaivanti. Alafu anakula vitu vyake. Sawa. Na ni mtafutaji na ana maisha. Hataki kumtegemea mtu. Yes. Sawa. Lakini haya eti siku hizi bruto Savana. Wewe unaweza kuinunua hiyo kwa hela yako. Kwa hiyo mademu ni kima kibibuyu. Hawezi. Sasa kwenye pochi anabuku kama huyo wa Abdul Kiba huyo. Mume wako angekatwa visu ule. Angemwagiwa mafuta. Unaelewa vitu utafute. Alafu hilo ukikaa nao kwenye meza linaanza kunywa Savana. Savana 10,050. Savana 20 laki. Alafu bado unajua mademu siku hizi yana matatizo. Matatizo kama mimi. Yaani unaweza kukuta matatizo mengi ambao wewe usingomaza. Yaani ukiwa naye tu majukumu ya watoto ni wewe. Badala hata awe mstaarabu basi kwenye vinywaji, yes, kwenye vinywaji wewe mstaarabu. Wewe unywaji bruto, unywaji Savana. Unakunywaga Kilimanjaro. Kwani usinywe hiyo? Kunywa hata hizo sana. Hadi hizi kali wanakunywa hao wajinga hawa. Hadi hizi za kupima wanakunywa. Mimi nakwambia. Visungula. Nakwambia wanakunywa. Ukiwakuta sasa hivi muda tunaongea hapa wamekaa kwenye mageto yao, wanakunywa hizi kali.